Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Leo ni tarehe 22 hii katika mwezi huu wa Muharram, na hivi karibuni tunaingia mwezi mpya wa Kiislamu katika mwaka 1448. Leo nataka nizungumze jambo moja muhimu sana, na kabla sijalianza niwatakie salamu ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umma wa Kiislamu umepoteza ule ubora ambao tulipewa na Mwenyezi Mungu. Tulipewa ubora na Mwenyezi Mungu, tukaitwa umma bora kwa sababu tulikuwa tunaamrishana mema na kuamrishana kuacha mabaya. Tunakatazana mabaya na tunaamrishana kutenda mema. Allah alituambia nyinyi ni umma bora kwa sababu kuna sharti. Umma bora tulipewa kwa sharti. Haukutolewa kwa sababu ya kurithi, haukutolewa kwa sababu ya nyinyi mnaswali sana au mnafunga sana, haukutolewa kwa sababu hiyo, wala haukutolewa kwa sababu ya upendeleo, bali ulitolewa kwa sharti. Na ndio maana tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa ujumbe afikishe kwa watu mpaka anahama kutoka Maka, hakuna aya iliyoshuka kutuambia sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi ni umma bora. Ila baada ya kuhamia Madina ndipo Waislamu wakateremshiwa aya hii, kwa sababu Waislamu tulikuwa tuna dola iliyokuwa inatuongoza kuweza kuzuia, kukataza mabaya na kuamrisha mema yafanyike. Aya hii ipo katika Suratul Imran aya nambari 110. Allah anasema nyinyi mmekuwa umma bora kuliko watu wote ambao wametangulia, kaumu zote ambazo zimepita, kwa sababu mnaamrishana mema na mnaamrishana kuacha mabaya, mnakatazana. Sisi leo hatuna hicho kigezo, kwa sababu sisi leo hatuamrishani. Hatuwezi kukataza mabaya yakakatazika, na hatuwezi kuamrishana mema yakatekelezeka. Hatuwezi hilo. Kwa sababu gani hatuwezi? Kwa sababu hatuna dola. Walioweza, waliokuwa kwenye daula ndio waliokuwa na uwezo wa kufanya hayo. Sisi leo kile kigezo hatuna. Sasa duniani leo ni kawaida kwamba inatumika hii slogan, ni kama vile slogan tuseme, kuwachapia fimbo wengine ambao sio Waislamu. Sisi ni umma bora, sisi ni hivi na bora, sisi ni bora. Watu wanakuwa na kiburi na hichi kitu bila kuangalia kwamba lile sharti ambalo tuliwekewa tunalifanya. Leo hakuna anaweza kukataza baya likakatazika kwa sababu huna dola. Lakini duniani leo watawala wana uwezo wa kuamrisha jambo fulani lifanyike na likafanyika, hata kama si halali kwa mujibu wa imani, kwa sababu wao wana dola, wana mamlaka. Ndio maana hiyo. Sasa Sayyidina Umari katika kuelezea aya hii inayopatikana katika Suratul Imran aya namba 110, alielezea kwa kusema nini? Anayefurahia maneno haya kwenye hii aya, basi atekeleze sharti hilo la hiyo aya. Anayefurahia maneno hayo ya kwamba nyinyi ni ummati bora, anayependa huo ubora, atekeleze sharti lililomo ndani ya aya hiyo. Anamwambia maswahaba, Sayyidina Umar radhiallahu anhu anamwambia maswahaba, anayefurahia kuitwa sisi ni wabora, basi atekeleze sharti lililomo ndani ya hiyo aya, kuamrishana mema, kuamrishana kuacha mabaya. Sisi leo hatuwezi kufanya hilo. Tunahusiana kutenda mema na kuhusiana kuacha mabaya, ndio ambacho tunakiweza, kwa sababu hatuna dola. Tangu mwaka 1924 Waislamu walipoteza daula na mpaka leo haipo, na muda wake kurudi haujawadia bado. Kipindi hichi chote hichi sisi wanadamu wote tupo katika hasara. Sio kipindi cha kusema mimi ni bora kuliko fulani. Tupo katika hasara. Na ndio hichi kipindi ambacho Allah anakizungumza kwenye Qur'ani katika Suratul Asr kwamba wal asr. Hii imeitwa asr kwa sababu kumbuka al-asr ni wakati wa mwisho wa siku. Kwa hiyo imeitwa hii kwa sababu ya kukusudia
mwisho wa dunia, mwisho wa zama ndo sisi. Wal asr innal insana lafi khusr, na hapa kwa zama ambazo mwanadamu atakuwa yumo katika hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Watawasau bilhaqi watawasau bisabr, wakahusiana haki na wakahusiana kusubiri, wasiende kufanya machafu. Hii sura inasema innal insana, haijasema makafiri peke yake, imesema wanadamu ajmain, ujumla wao wote. Tunaambiwa tupo katika hasara. Hasara yenyewe ni zipi? Hatuna nafsi, hakuna mamlaka ya kuweza kuamrisha mtu afanye jema akalifanya, ila tuna uwezo wa kushauri tu, tukahusiana tu basi. Kipindi hichi tupo kwenye hasara. Kwa sababu gani? Dunia imejawa na uharibifu wa kila aina, dunia imejawa na uchafu wa kila aina, na wasababishaji wakubwa wa uchafu huu ni magharibi, mataifa ya magharibi na Marekani ndo wasababishaji namba moja wa uchafu huu tulionao leo duniani. Uchafu ambao unamfanya muumini akiamka asubuhi akienda kazini anakuwa muumini, na anaporejea anakuwa kafiri, kwa sababu toka ametembea kutoka nyumbani mpaka kazini ameona haramu kama zote. Muumini akitoka tu msikitini anakuwa hana tena imani. Imani ipo akiwa msikitini, tena bora huyo. Wengine hata msikitini imani hamna, hata ibada zetu za kuungaunga, mtu unaswali una mawazo ya biashara, madeni na nini, mambo mbalimbali. Kile kigezo cha kwamba sisi ni ummati bora tumekichezea, na Allah amesema. Kuna wengine wanasema Qur'ani ishaongea bwana, hakibadiliki bwana, ishasema Qur'ani. Allah amesema kwenye Qur'ani, hakika yeye habadilishi yaliyomo kwenye nafsi ya mtu, ila mpaka waja wenyewe wayabadilisha yaliyomo nafsini mwao. Kwa hiyo tusitarajie kwamba tunaendelea kuishi mapigano ambayo waliyapigania maswahaba. Maswahaba walipigana sana kwenye dini hii kuifikisha hapa ilipofika. Tusitarajie sisi tutaishi kimdobwedo, kwa sababu wao walishapitia hili, basi sisi hatuna haja ya kuhangaika, tunaishi kile ambacho walikipitikia wao. Allah ameshasema wao walikuwa ni watu waliopita, wao wana matendo yao, wala wao hawatoulizwa ambayo nyinyi mmeyatenda, wala nyinyi hamtoulizwa ambayo wao waliyatenda. Nyinyi mna vitendo vyenu, nao wana vitendo vyao. Ni mtu kupambania nafsi yake yeye kama yeye. Miongoni mwa ishara, mtume Allah anasema kwenye Qur'ani, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wanaomfuata huyo mtume wana nguvu kwa makafiri na wanahurumiana wao kwa wao. Twende kwenye kuangalia uhalisia wa umma wa leo. Je, tuna hiyo nguvu bado kwa makafiri? Hatuna. Ndio maana leo magharibi na Marekani wanatofanya wanachokitaka wao pale kwenye msikiti wetu mtukufu pale. Wanafanya kile ambacho wanakitaka. Tuna uwezo wa kuwabishia? Nani ambaye kawabishia? Akashinda nani? Kwa sababu tumeshaondoka, tumeihama Qur'ani, tumemhama mtume mwenyewe. Tunachagua ya kufuata, tunaacha mengine. Tunachukua, yani kuna tumejiamulia ya kuyaamini na mengine tunayapuuza kwenye Qur'ani. Tumeisaliti Qur'ani. Kwa lazima tuwe hivyo. Tunapigika leo. Zaidi ya Waislamu bilioni 2 tupo duniani, lakini hakuna athari za wingi wetu. Lakini pia hatuhurumiani baina yetu. Leo kila kiongozi analingania Waislamu waende kwenye madhehebu yake, sio waende kwa Allah na mtume wake. Anawalingania wajiunge na madhehebu yake. Inafika hatua tunakosa huruma baina yetu, mpaka ndugu zetu pale Palestina, pale Gaza na Jerusalem kule wanauawa kila siku. Nusura pekee ambayo tulipaswa kuifanya kwa wao ilikuwa ni kuwasaidia kuhama, kwa sababu moja katika njia ya Mwenyezi Mungu, pindi unapoona uharibifu umezidi na hakuna namna ya kunusurika nao, ni uhame. Allah anasema siku malaika watakapokuwa wakiwafisha baadhi ya watu, wale watu watasema, hakika tulikuwa tukionewa hapa katika ardhi, tukifanyiwa ufisadi hapa, tukifanyiwa wadui. Malaika watawajibu wale watu,
Kwani ardhi ya Allah haikuwa na wasaa wa nyinyi kuhamia humo? Ardhi haikuwa na wasaa wa nyinyi kwenda humo? Sisi leo tunaona kwa kuwa tuna chuki katika vifua vyetu, tuna uchoyo katika nafsi zetu, tunaona njia pekee ya kuwasaidia wa Palestina ni waendelee kukaa pale pale. Wanauliwa kila siku ndugu zetu, kila siku wanauliwa. Kama njia ya kushinda kwao ingekuwa ni wao kuendelea kukaa pale pale toka mwaka 1946 mpaka leo, kipi ambacho kimefanyika cha faida zaidi ya kuwa wanazidi kupukutika ndugu zetu? Hatuhurumiani baina yetu. Kwa hiyo kipindi ni kipindi cha waja kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Turejee kwa Allah, tujinyenyekeshe kwa Allah. Sio kipindi cha kujitapa, mimi ni bora, mimi ni bora. Ishara ya kuwa wewe sio bora na mimi sio bora kwa sasa ni tunaogopa kufa. Ukiona unaogopa mauti, kufa, jua ni ishara, kwa sababu Mayahudi walishaye kusema kuambia watu kwamba sisi ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko wanadamu wote. Allah akasema waambie kama wao ni bora watamani kufa. Kwa kipimo cha muumini ni kwamba haogopi kufa. Leo wote hapo tunaogopa, hata kama unajifanyisha uogopi hapo saizi, lakini lazima kuna hofu tunayo kwa sababu ya yale ambayo mikono yetu imetanguliza. Kipindi ambacho tuko nacho ndugu zangu ni kipindi hatari. Tuache kujipa vyeo kuona sisi wa bora na nini. Turejee kwenye uhalisia. Ni kipindi cha maisha ya ujahilia yamerudi. Ndio maana matukio mengi ya jahili yanafanyika leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kitawajia watu kipindi ambacho hakuna atakayebakia katika mgongo wa ardhi isipokuwa atakuwa, yani hakuna kitakachobakia katika Uislamu isipokuwa jina lake tu, na hakuna kitakachobakia ndani ya Qur'ani isipokuwa maneno, na misikiti ya watu hao itakuwa mizuri sana lakini ndani yake itakosa uongofu, na mashehe na maulama wa wakati huo ndio watakuwa watu wa ovu zaidi, na wao ndio watakaoanzisha fitna na fitna zitarudia wao wenyewe. Kipindi hichi ndio kipindi ambacho si ajabu kwenda kwenye betting station ukamkuta Muhammad anabeti, ni Muislamu jina. Kipindi hichi si ajabu kukuta Qur'ani imekataza katazo la zina, lakini zina inafanyika na watu wanacheka wanafurahi. Qur'ani imebakia maneno. Kipindi hichi si ajabu kuona misikiti imeng'ara sana, lakini wanaoswali humo ndio wanaoongoza kubeti, kufanya maovu mbalimbali, kwa maana kwamba hawanufaiki na chochote. Misikiti hiyo haizalishi uongofu, imani, fitna za kila siku. Lakini kipindi hichi ndio kipindi ambacho mashehe wetu badala ya kutulingania kumkurubia Mwenyezi Mungu, wengi wamechagua kutulingania kutegemea majini na kutegemea watu, na wengine hata kuficha ukweli wa kufikishia umma. Ndio kipindi hichi ambacho tunaishi kwa sasa. Kwa ni kipindi ambacho ni cha hasara sana. Allah amesema na hapa kwa wakati wa zama za mwisho hizi, hakika mwanadamu yumo katika hasara isipokuwa wale watakaokuwa na imani. Kipindi hichi ndugu zangu, tutafute mno imani, lakini pia tulinde sana kwa thamani yoyote ile uwezo wetu wa kutafakari uweze kuwa active. Tukicheza na vitu hivi viwili tumepotea. Namwomba Allah tabaraka wa taala atukinge na hili, atujalie tuweze kuelekea kwenye vile vya kutukuza imani, na pia atulinde na kupoteza uwezo wetu wa kutafakari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.